Mpenzi mtazamaji wa Nebuye TV, je, unatafuta aina ya ndizi yenye ukuaji wa haraka, mavuno bora na faida kubwa sokoni? Kwa siku ya leo nitakuonyesha aina bora zaidi ya ndizi zinazoweza kukua kwa muda mfupi na kutoa uzalishaji mzuri kwa mkulima wa maeneo mbalimbali katika ukanda huu ambao inapatikana mvua ya wastani au mvua kubwa. Katika aina kubwa ya kwanza ni ndizi mshale. Hii ndizi mshale kama unavyotazama katika skrini yako hapo, ni ndizi maarufu kwa ukuaji wa haraka na pia haina changamoto nyingi sana. Kama unavyoona, hiyo ndizi mshale haina changamoto kubwa, kwani haina magonjwa na pia inavunwa mapema ndani ya miezi 9 mpaka miezi 12. Ina maana kwamba miezi 9 mpaka mwaka mmoja unaweza ukavuna ndizi yako ya aina mshale. Na pia ndizi hii ina sifa kubwa kwamba huwa inastawi vizuri katika maeneo mengi ya mvua za kutosha, na pia katika udongo wenye rutuba. Kama ikipata udongo wenye rutuba vizuri, ndizi aina ya mshale huwa inafanya vizuri sana. Ukilima kibiashara utapata soko kubwa kwa chakula pamoja na kutengeneza unga. Kuna baadhi ya watu hutumia ndizi mshale hii katika kutengeneza unga. Ndugu mtazamaji, pia kuna aina nyingine ya pili ambayo inaitwa ndizi kisukari au wengine wanaita ndizi matoke. Hii ndugu mtazamaji ni aina ya ndizi ambayo ni ndizi ya chakula inayokimbizana sana kwenye soko la Afrika Mashariki. Nafikiri watu wengi sana tukienda masokoni huwa tunaulizia ndizi sukari ipo. Kwa maana ndizi sukari ni ndizi ambayo yuko vizuri sana, ambayo yenyewe tunasema inakaa miezi 10 mpaka miezi 13. Ina maana ni miezi 10 mpaka mwaka mmoja na mwezi mmoja inakuwa iko tayari kwa ajili ya kuvuna. Na kitu kingine ndugu mtazamaji, ndizi sukari mara nyingi sana huwa inatoa hadi kilo 20 kwa kichale endapo itatunzwa vizuri na utunzaji wa. Kwa hiyo tukumbuke kwamba mpenzi mtazamaji, kwamba kama ndizi zako utaweka katika mazingira mazuri, na maana kwamba ukiweka katika ufuatiliaji wa mbolea, ufuatiliaji wa matunzo mazuri, kupalilia shamba lako, ina maana ndizi kama mfano ndizi sukari utapata mpaka kilo 50. Ina maana kwamba utapata mavuno yaliokuwa ni mazuri. Pia kuna aina nyingine ya ndizi ambayo yenyewe inafanya vizuri, na nikushauri tu, ni miongoni mwa ndizi ambayo nakushauri sana wewe uweze kuwa nayo, ni ndizi ndiale wanaita. Hii ni aina ya ndizi ambayo inazalisha sana katika muda mfupi. Yaani muda mfupi ukipanda aina hii ya ndizi, kwa mfano ndizi yenyewe kama unavyotazama katika skrini hapo, ni muda mfupi inakomaa ndani ya miezi 8 mpaka miezi 10. Kwa hiyo hii ni ndizi ndiale, ni ndizi ambayo yenyewe inavunwa, unakuja kupanda mpaka kuvuna ni chini ya mwaka mmoja. Ndio maana wakulima wengi sana wanaipenda kwenye kilimo cha kibiashara, kwa sababu inakaa chini ya mwaka mmoja, ni miezi 8 mpaka miezi 10. Na kuna ndizi nyingine ambayo ni maarufu sana sana sana. Hii inaitwa ndizi mzuzu. Ni ndizi ya kupika au kukaanga. Naamini kwenye vibanda vingi sana ukitembea vya chipsi utakuta pia kuna ndizi mzuzu ipo. Kwenye maduka mengi sana kuna ndizi mzuzu inapatikana. Kwa hiyo ni aina ambayo ya ndizi. Kwa hiyo sisi kama Nebuye TV, ina maana tunakupa ushauri wa aina gani ya mbegu nzuri ambayo unaweza ukaitumia kwa ajili ya kupata manufaa mazuri. Kwa hiyo ndizi mzuzu ni ndizi namba 4 kwa ubora na ni nzuri ambayo unaweza ukapanda. Pia inapendwa sana na watu wengi, na hii yenyewe nayo huvunwa ndani ya miezi 9 mpaka miezi 11. Kwa hiyo ni ndizi ya chini ya mwaka mmoja. Kwa hiyo ukiandaa shamba lako vizuri kama unavyoangalia katika skrini hapo, shamba likawa liko vizuri, haina majani, unapalilia vizuri, una uwezo wa kwenda kupanda ndizi mzuzu kama hiyo unavyoiona. Na huu ni wakati wa kiangazi, lakini ndizi mzuzu iko vizuri, imependeza. Hiyo ni aina ya ngapi? Aina ya 4 ya ndizi. Pia aina nyingine ya 5 ya ndizi ambayo nakufundisha kwa siku ya leo, lazima uwe nayo, inaitwa ndizi Kiswahili,
au kwa kitaalamu kwa Kiingereza wanaita dessert. Kwa ndizi Kiswahili hii ni ndizi ya chakula. Watu wanakula kama matunda na pia inakuwa haraka na ina soko kubwa mjini hata nje ya nchi. Kwa kama ukipanda ndizi aina 5 ndizi ya Kiswahili. Maana kuna watu wengine wanakuwa na mawazo kwamba hizi aina 5 za ndizi mimi nitazipata wapi? Wewe usijali ndugu mtazamaji, kuna sehemu ambayo nitakuelekeza jinsi gani ya kupata. Kwa hiyo hii ndizi ya 5 ambayo ndizi Kiswahili au dessert yenyewe huwa ni miezi 10 mpaka miezi 12. Na makundi yake yanavutia sana sokoni, kwa maana kuwa na aina hii ya ndizi kiukweli ndugu mtazamaji, utafanya vizuri sana na utakuwa na soko ambalo ni zuri. Kwa hiyo nia na malengo ya kilimo cha ndizi ina maana kwamba uweze kulima kwa muda mfupi, ina maana miezi 8, miezi 9 uvune au miezi 12 uvune kwa ajili ya kuweza kupata kipato. Kwa kifupi ndugu mtazamaji, kama unatafuta ndizi zinazostawi kwa haraka na kukupa mavuno makubwa, basi chagua zile ndizi ambazo nimeweza kukufundisha. Lazima upande ndizi Kiswahili, lazima upande ndizi mzuzu kwa sababu yenyewe pia inachukua muda mchache, miezi 9 mpaka miezi 11. Pia lazima upande ndizi ndiale au wengine wanaita ndizi nyerere ambao yenyewe ni miezi 8 mpaka miezi 10. Na kingine pia upande ndizi kisukari au wengine wanaita matoke. Ukipanda hiyo ndizi ina maana ni miezi 10 mpaka 13. Wewe lazima uvune na utapata faida iliyokuwa kubwa. Na ndizi ya mwisho ni ndizi mchare. Ukipanda hizo ndizi ndugu mtazamaji, kwa kweli utakuja kuwasiliana nami na namba za simu zinapita katika skrini yako hapo. Utawasiliana kuonesha kwamba ni kweli wewe umeweza kufanikiwa na kupata mavuno yaliokuwa makubwa na kupata faida kama ulivyokuwa umekusudia wewe mwenyewe. Kwa hiyo ndugu mtazamaji, kikubwa kabisa ni kukumbushie tu uweze kusubscribe, uweze kulike na comment. Na kitu kingine yani kama unahitaji kutumie listi ya miche hiyo pamoja na bei zake pamoja na sehemu ambayo inapatikana kwa uwepesi, naomba comment hapo chini ndizi. Andika neno ndizi. Basi mimi nitakutumia aina ya ndizi pia na sehemu gani ambayo inapatikana pamoja na bei zake ya miche. Na kama unataka kusafirishiwa miche hiyo ya ndizi, pia tutakusafirishia mpaka pale ambapo wewe utakapotaka. Lakini comment chini neno ndizi, basi nitakutumia listi ya miche ya ndizi pamoja na bei yake na jinsi ya kuweza kuipata. Kwa ndugu mtazamaji wa Nebuye TV, tujitahidi sana tuweze kupanda kilimo cha tija. Kwa kilimo cha tija ndio kilimo ambacho tunakihitaji sana kwa ajili ya kuweza kupata mavuno yaliokuwa mazuri na kwa ajili ya wewe na mimi tuweze kujikwamua kiuchumi. Kwa sababu watu wengi sana tunalima ili kusudi tuweze kupata mavuno na tuweze kupata matarajio ambayo yako vizuri. Kwa hiyo hizi aina zote za ndizi ambazo nimeweza kukutajia hapo haziwezi kufanya vizuri kama vile wewe mwenyewe utakuwa shamba lako hautalitunza vizuri. Ukiangalia katika skrini yako hapo, hiyo ni muda wa kiangazi, lakini ndizi zako zinapendeza kwa sababu chini zipo katika rutuba nzuri, kuna mbolea nzuri chini, na pia tumeweza kufunikia majani kama unavyoona hapo ili kuweza kupunguza unyevunyevu na maji kupotea. Yote hizo ni mbinu na ni kanuni za ulimaji wa kilimo cha ndizi. Na kama tu utaendelea kutufuatilia sisi, utaendelea kupata elimu zaidi. Ambayo elimu hiyo itakusaidia wewe unapoanzisha kilimo cha ndizi uweze kupata mavuno yaliokuwa ni mazuri na uweze kufanikiwa katika swala zima la kilimo chako na uweze kupiga hatua kubwa. Kwani kilimo kinalipa, kilimo ni ujasiriamali mzuri ambao unaweza kutoka katika sehemu moja kukupeleka sehemu nyingine.
naomba tu usubscribe na utufollow.